Juzi wakati Mheshimiwa Rais anafunga bunge, alitamka moja ya mafanikio makubwa ni kuanzishwa kwa ofisi hizi. Sasa mimi baada ya hapo nimeamua kufungua hizi ofisi ili kuwajulisha wananchi ndani ya mikoa hii kila alichosema Mheshimiwa Rais ndio hiki. Na leo kuonyesha kwamba zimeshaanza kama Mheshimiwa Rais alivyosema, tutaonyesha hapa matokeo ya hati zipatazo 168 ambazo zimetolewa sasa na kusajiliwa katika ofisi ya Geita. Wananchi hawa ambao wamesajiliwa hapa na watapata hati katika ardhi ya mkoa wa Geita. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Moja ya jambo liniambia ni kuondoa kero za wananchi. Nyingi tumeziondoa kwa mikakati mbalimbali, lakini ya mwisho ilikuwa hii ya urasimu wa kiserikali. Nayo sasa tiba yake ndio hii. Kwa hiyo kuanzia leo haiwezekani tena watu wa Geita kuvuka maji kwenda ziwa. Wewe umeshalipia kila kitu, alafu wote ni wanangu Geita. Watoto wangu mmelipia kila kitu huku, alafu mnavuka ziwa mle, mnalipa feri, halafu mnalipa guest house kule na chakula, mnaenda kuchukua hati. Tumewaonea sana. Lakini mwisho wa yote ni leo ni marufuku kwa huduma nyingine yoyote inayotolewa na sekta ya ardhi kuvuka nje ya mpaka husika. Zote lazima zitolewe ndani ya mkoa. Lakini baada ya leo, Mheshimiwa Kaimu Mkuu wa Mkoa, tunajua msajili ameteuliwa yuko hapa. Lakini nimemwagiza na yeye watakao kuja hapa kuchukua hati ni wale wanaozunguka maeneo haya mjini. Mtu wa Chato, afisa ardhi akishaandika hati yale majarada yakayaleta hapa, basi ni jukumu la ofisi hii kutoka kwenda kuwakabidhi hati wananchi wa Chato. Watu wa Bukombe wakishazifikisha hapa afisa ardhi, asitokee tena mwananchi wa Bukombe aje hapa. Maana yake tutakuwa tunaendeleza yale yale. Kutoka Bukombe mpaka hapa nauli nyingi. Kwa hiyo hapa msajili atatoka. Wako wananchi ambao walikuwa hawataki kwenda kujitokeza, wakishapimiwa wanadhani inatosha, hawaendi kuchukua hati. Kwa sababu wanaogopa wakiingia kuchukua hati watalipa kodi ya kila mwaka. Lakini nataka niwaambie watu wa Geita, mawe mnayoyaona kwenye mipaka ya viwanja vyenu hayana ulinzi wowote. Hayana ulinzi wowote wa ardhi yenu. Ulinzi madhubuti wa kisheria ni hati. Kwa hiyo ukitaka ulinzi salama wa ardhi yako, lazima ukamilishe uwe na hati. Hapo ndio unalindwa kisheria, sio yale mawe. Kwa hiyo hawa 36,230 lazima wote wapewe hati. Wote. Na kwa mujibu wa sheria ya fedha iliyopitishwa bungeni juzi, wananchi wote hawa 36,230 walioko hapa Geita mmepewa siku 90 kwa hiari yenu wenyewe. Ukijikuta kwamba una kiwanja, una mawe, huo unayaona umejenga lakini una mawe, jitokeze mwenyewe kuja kwa kamishna hapa au kwa afisa ardhi wilayani kwako, kaombe hati. Kaombe hati, tukupe hati tukumilikishe. Kinyume cha hapo, zikiisha siku 90, hawa 36,000 hawajajitokeza kuomba hati, sisi tukiwaletea invoice, tutawaletea invoice inayoanza nyuma. Kama tulikupimia mwaka 76, tutakudai ada yetu sisi kodi kuanzia mwaka 76. Hakuna hiari tena kwa mwananchi aliyepimiwa kuchukua hati yake. Lazima ufike mwisho uchukue hati. Kwa hiyo hapa Geita, Mheshimiwa Rais, tushirikiane tu. Michoro yetu ya survey ambayo ilishasainiwa ina viwanja 36,230. Sasa kuna wengine waliogopa vile vile kwamba nikienda kuchukua hati nitaenda Mwanza, sitaki. Waliacha. Kwa hiyo ameshapimiwa, anajua kona zake, basi akajenga. Sasa na waombeni wana Geita, wote nyinyi 36,230 muje mchukue hati ndani ya siku 90. Na kuanzia Jumatatu hapa Geita wiki ijayo, wiki hii jitayarisheni, kamishna na wenzako wote wa wilayani. Someni michoro yenu yote ya survey mlionayo. Watambueni wale wote waliopimiwa, muanze kuwapelekea invoice ili walipie, mwatayarishie hati. Wote kabisa 36,000 lazima mtawaona kwenye ile michoro. Wapelekeni invoice mlango kwa mlango. Ukipata ile invoice ndani ya siku 90, huo umeshalipia hapa na umetengenezewa hati. Si hiari. Nataka kuambieni ndugu zangu wa Geita, mmejenga sana hapa. Majumba yenu hayo bila hati ni mitaji iliyokufa.
ukitaka mitaji ile iwe hai, lazima uikamilishie kuwa na hati. Ndipo angalau unaweza ukasema siku moja mwanangu amemaliza degree, nimtafutie mtaji nikakope benki ili aanzishe kilimo cha nyanya. Vinginevyo kwa ile nyumba yako tu peke yake benki hataki, haina maana. Kwa hiyo jitokezeni ndugu zanguni kutumia ofisi hii. Msaada mkubwa na mchango mkubwa kwenu, mtakuwa mmemshukuru sana Dr. John Pombe Magufuli, ni kuhakikisha kila mtu aliyepimiwa kipande chake hapa Geita anajitokeza kuchukua hati. Kitaifa tuna maeneo, kuna watu 900,000 ambao hawajajitokeza kuchukua hati. Maana yake nini? Tungetarajia kwa mwaka huu wa fedha tuwe tumekusanya shilingi bilioni 125 kutoka kwa watu hao. Sasa hizi fedha hazikuingia hazina kwa sababu watu hawajitokezi kwenda kuchukua hati. Haya, sasa tumewasogezea ofisi Geita. Kuna sababu gani nyingine tena za kuogopa kuchukua hati? Kwa sababu sasa huna gharama nyingine zaidi ya gharama za kisheria. Kwa hili ni kubwa zaidi, Mheshimiwa RC, ningeomba tushauriane, tuhimizane na wakurugenzi, muangalie huko watu hawa ambao wameshapimiwa lazima wapate. Kuna wengine wamepimiwa katika level ya urasimishaji, wengine viwanja vipya. Lakini nawashukuru sana halmashauri za mkoa huu kwa sababu katika kipindi hiki kifupi cha miezi miwili leo ofisi hii imesha sajili hati mpya 168 hapa za mkoa wa Geita. Hizi zinatoka kwenye halmashauri mbalimbali. Kwa hiyo nashukuru, naona mmechangamkia hii fursa. Sasa kama miezi miwili mmepata 168, tungefanya hii mara 6, tuna matumaini labda pengine mpaka mwisho wa mwaka wa fedha tunaweza kuwa tumesajili labda hata hati 500, 600 ambayo ni record, haijawahi kutokea. Kwa hiyo nawapongeza sana wakurugenzi ambao tayari mmeshaanza kuitumia. Lakini pia wako wananchi 214 ambao kwa kipindi kirefu, wengine miaka 10, miaka 8 walisita kwenda Mwanza kuchukua hati. Kwa hiyo tumezirudisha, ziko hapa, watachukulia hapa. Walishindwa kupata nauli na kufuata hizi hati ambazo zilikuwa zimeshakamilika. Tumezirudisha hapa hati 214, tutawatangazia ili muje mzichukulie hapa. Wale wa wilaya nje ya Geita tutawaletea huko huko. Kwa hiyo ukijumlisha 168 na 218, kwa hiyo tuna hati zaidi ya 400 hapa ambazo zinadai wananchi waweze kupelekewa. Kwa hiyo ndugu zangu, ni ofisi hizi zimeondoa kero kwenu. Lakini na nyinyi kuweni wazalendo sasa. Hebu chukueni hati, lakini mkichukua hati kuweni wazalendo wa kulipa kodi kila mwaka. Mumsaidie Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kulipa kodi ili angalau fedha hizo zisaidie katika kujenga hii miradi ya kimkakati. Hizi ndio pesa pekee wakurugenzi mlizoachiwa, kodi pekee huko wilayani ambazo zinaenda moja kwa moja hazina. Kodi ya pango la ardhi. Nyingi mnakusanya lakini on source, lakini hii ni kodi inakwenda hazina. Kwa hiyo kila halmashauri lazima iwe na mkakati wa kuhakikisha kwamba kila mwaka inaongeza orodha ya walipa kodi kwa kuwamilikisha. Kila mwaka lazima kuwe na malengo na kamishna atasimamia malengo hayo. Kila wilaya iwe na malengo ya kuhakikisha kwamba inaongeza idadi ya walipa kodi, kwa maana inamilikisha. Mshindane katika kupanga na kupima kila wilaya ndani ya mkoa ili tuone wilaya gani zaidi ambayo imeweza kuwamilikisha na kuwawezesha wananchi kiuchumi. Kwa sababu utoaji wa hati hizi maana yake tayari umeshamwezesha mwananchi wako kiuchumi. Leo wako watu hapa wana majengo walikuwa wakopesheki. Bila shaka mameneja wa mabenki mpo. Kuna meneja wa benki yoyote hapa? Hawakualikwa. Inawezekana wako watu wa Geita hapa au ndani ya mkoa huu wana majengo mazuri lakini hawana hati. Kila mkienda kwenye benki mameneja walikuwa wanawacheka. Leo mkipata hizi kwa sababu tayari watakuja kunyonya simu zenu hapa. Mkipata hizi wiki ijayo watawaalika huko na chai watawapa. Kwa sababu wao wanakopesha kwa hati, sio kwa majengo. Kwa hiyo ndugu zanguni wakurugenzi, changamkieni. Hizi ni ofisi zenu. Hii wizara haitakuwa na kazi kama wakurugenzi msipochangamka kupanga maridhiano, kwa sababu mamlaka za upangaji ni nyingi. Sisi hatuna ardhi. Ardhi iko kwenye halmashauri. Kwa hiyo msipokuwa na kazi za kuleta hapa, hawa watalala. Na ningependa wakurugenzi mjue hii ni nyongeza ni supporting staff wa kwetu. Isitokea hata siku moja una kazi ya kufanya katika wilaya, una afisa mpango miji mmoja, unataka kupanga eneo, hapa tunao zaidi ya 4, halafu wewe unasema unatafuta kampuni binafsi. Njoo uchukue hapa bure.
Badala ya kuchukua kampuni binafsi ulipe milioni 2, si wape hawa posho kidogo wanunue t-shirt, wafanye kazi kwa wiki moja. Kwa hii ni supporting staff ya halmashauri zenu. Mkiona wale maafisa wenu wamezidiwa, basi chukueni hao. Mnataka wapangaji, njoo kwa kamishna atakupa timu, tutakwenda. Mnataka wapimaji na vifaa, tutawapa bure. Ili washambulie hiyo kazi ya halmashauri iwe coordinated, mmalize. Kwa hiyo wakurugenzi, tumieni ofisi. Wataalamu hawa mwatumie, ombeni tu kwa kamishna, mnahitaji wataalamu gani, wafani gani, kwa kipindi gani, mwawezeshe waje wafanye hiyo kazi. Wana uwezo mkubwa na tunavyo vifaa vya kutosha vya kufanya kazi hii. Kwa hiyo naomba sana ndugu zangu wa Geita, niwashukuru tena viongozi wa mkoa na wale wafadhili wote waliosaidia katika kuhakikisha kwamba jambo hili hapa linafanyika. Lakini jambo jingine ambalo tumekuja kushirikiana na nyinyi ni kuhakikisha kwamba hiyo ofisi inakamilisha na inaondoa kabisa migogoro ya ardhi. Nimeagiza kila ofisi ya mkoa iwe na jedwali, kitabu kabisa cha daftari ya migogoro ya ardhi pamoja na migogoro ya mipaka ya vijiji. Hata hiyo ya jiji. Na lazima muwe na utaratibu wa kuitatua. Kila mkoa lazima uwe na jedwali au kitabu kinachoorodhesha migogoro ya ardhi na namna na ratiba ya kutatua. Ningetaka mpaka tarehe 30 mwezi Disemba mwaka huu nisisikie tena kuna mgogoro wa mpaka wa kijiji na kijiji, mwananchi anadai fidia, sijui anafanya nini, kuna mgogoro wa kiwanja, lazima ishe. Wasaidieni wakuu wa mikoa na wilaya kiutaalamu ili waweze kuamua, lakini kamishna na wenzako hapa mnaweza kuamua sana kwa sababu mna vielelezo. Lakini ofisi hii lazima iwe chachu ya kupunguza urasimu. Nataka mwananchi yoyote wa mkoani aliyepimiwa kiwanja, amehiari tayari, ameshaomba kile kiwanja, amelipia kodi zote za serikali zinazotakiwa, na wewe afisa ardhi wilayani kule Bukombe umeshamuita, amesaini tayari, isizidi siku 7 lazima apewe hati. Mwananchi lazima apewe hati ndani ya siku 7 tangu siku amesaini kwenye wilaya yake. Ameshalipia gharama zote, amesha sign, isizidi siku 7. Hizi siku 7 ni urasimu wa mtu mmoja kutoa kule wilayani kuleta hapa na huyu msajili kurudisha hati kwa mwananchi. 7 days. Si zaidi ya siku 7. Na nitafuatilia. Wakuu wa idara kule wizarani wametengeneza mfumo ambao nafikiri mtaelezana, ambao utakuwa una track kujua kwamba mambo haya yanatekelezeka. Nataka ofisi hizi ziweze kudetermine gharama halisi za upimaji. Wako watu wanaibiwa. Mtu anapima shamba 500,000 eka moja. Mtu anapima eka 10 500,000. Mtu anapima kiwanja 300,000. Mtu mwingine anapima kiwanja eneo hilo hilo 80,000. Kwa hiyo gharama za upimaji hazina uhakika. Kwa hiyo nataka makamishna wote kila mkoa, nataka mnipe jedwali la gharama halisi za upimaji ili wananchi wajue. Baada ya sisi serikali ya Dr. John Pombe Magufuli kuwanunulia hivi vifaa vya upimaji bure, mwananchi atanufaika vipi? Tunataka tuone mwananchi gharama za upimaji zinashuka za viwanja na mashamba yake. Haiwezi kuwa baada ya kuleta tumenunua hivi vifaa zaidi ya bilioni 3.5. Hivi vifaa tumesambaza nchi nzima. Halafu bado mwananchi aliyekuwa analipa 500,000 kupima shamba lake analipa 500,000. Haina maana. Kwa sababu hatutatumia tena vifaa vya kukodisha. Hata kama mnataka msaada wa kurugenzi kampuni binafsi, chukueni wataalamu, lakini vifaa toeni vyenu. Kama wananchi tunafurahi, leo ni siku kubwa sana kwetu, sio siku ya kubeza. Jambo hili ni jambo ambalo mwanzo tulikuwa tunasafiri umbali mrefu kufuata hizo huduma. Leo kuletwa hapa kwa kweli ni mapinduzi makubwa. Na kwa kweli kwa niaba ya wananchi na hasa wa Bukombe, niwashukuru sana Wizara ya Ardhi kupitia Mheshimiwa Waziri Lukuvi. Tumemwona anahangaika kila kona ya nchi kuhakikisha kwamba huduma hizi zinawasogelea wananchi na leo amefika Geita. Kwa kweli tumefurahi sana, tunawapongeza sana na tunawaomba pia waendelee hivi kwenye mikoa mingine, na katika kutatua kero za ardhi wamejitahidi sana. Mungu